kupendeza, ndugu wakae kwa pamoja kwa umoja. Tazama ilivyo vyema, tazama ilivyo vyema na kupendeza, ndugu wakae kwa pamoja kwa umoja. Mtu asitafute faida yake mwenyewe. Tupendane wapendwa, tusaidiane pamoja. Tusimame pamoja, tushikane mikono, twende sote. Mtu asitafute faida yake mwenyewe. Tupendane wapendwa, tusaidiane pamoja. Tusimame pamoja, tushikane mikono, twende sote. Mtaji mkubwa wa vijana wanahitaji ni elimu, ni uelewa. Sio elimu sana kwa maana ya vyuo vikuu na madarasani, hapana. Uelewa wa kile kitu kijana anachotakiwa kufanya au kile kitu anapenda kukifanya. Ndio nikasema kwa nini tusianze tu wazo rahisi. Tukutane tu, tushirikishane mawazo. Alafu kutokana na ule uelewa wa vitendo, tutengeneze kitu cha kutuongoza. Yale mafunzo tuyafanye rasmi kwa jinsi tutakavyofanya sisi, bila kuumiza kichwa, bila kustruggle, bila kustress, si ndio? Alafu tukishaweza kuelewa mambo mengi, hasa kwa upande wa kilimo na ufugaji. Wangapi hapa wanalima na kufuga au familia zao zinategemea kilimo? Mimi ni familia, mamangu ni mwalimu wa primary, si tuko wanne, lakini kwa kulima tumeweza kusoma, si ndio? Kwa hiyo nikaona fursa nyingi ziko upande wa nini, wa kilimo na ufugaji. Lakini sikubali wewe ambaye moyo wako uko kwenye kitu kingine, kama kitapata nafasi na ukaweza kukielezea vizuri, kikaingia kwenye listi ya mchakato utakaofanyika, si ndio? Basi nikasema kwa sababu ukimpa kijana pesa unaweza ukawa umempa kifo chake kama haujampa uelewa wa kile kitu anaenda kufanya, si ndio? Ndio. Kijana wa Tanzania anahitaji pesa kama mtaji, anahitaji kuelewa kwanza. Kwa hiyo nikasema tutafuteje kuelewa bila kustress na bila kuumia na bila kugaramika. Tutafute kujiorganize, tutajifunza. Mimi nitawapa guidance. Na pia nimeona kuna fursa nyingi, lakini siwezi kwenda mimi kama Agnes. Nikasema sasa serikali inipe fursa hii. Wanatoa fursa kwa vikundi, kitu kinachoeleweka, kilichoandikishwa. Kwa hiyo nikasema nitumie nafasi ya kile ambacho Mungu amekiongeza kwenye uelewa wangu kidogo, kujifunza mambo mengi kwenu, lakini pia tukiregister kitu ambacho serikali inakitambua, tutaweza kukamatana na fursa ambazo ziko. Nilikuwa naangalia East Africa na ni community walikuwa wametangaza fursa kwa vijana. Yaani sasa hivi kwa sababu vijana wanapoteza mielekeo, wanapoteza vipaji vyao na wengi wanakufa. Mnaliona hilo, mnalifahamu hilo? Wengi wanakufa, tumeshawazika wengi sana, lakini ni ile lifestyle ya kukosa focus. Na kwa hiyo kila mtu ni kama anaangalia kijana. Kwa fursa pia ni nyingi. Kwa hiyo tusaidiane, tusikamate, si ndio? Sasa kwa kusema hayo, ili wazo sasa linalenga nini? Nikusomee kidogo linalenga nini, alafu nitanieleza kidogo changamoto kwa kifupi, haraka kwa niaba ya vijana wengine wote, ili tuweze kujua kwamba uomboni unakuwa katika nikijua changamoto zile zina wafesi nye hapa, ukaniambia na wazo unalofikiria, basi zinasaidia kuweka mpango kwamba tukienda uomboni tunaingia katika eneo gani. Lakini kitu cha kwanza kabisa ni elimu.
na ile elimu tutapitia mchakato process. Tayari Uomboni tuna kikundi, Uomboni vijana kujiwezesha na kuwezeshana. Sijui ni kidogo hamna hata mmoja ambaye yuko kwenye kile kikundi, lakini baba anafahamu na pia mtaconnect. Si ndio? Sasa hichi kikundi kikishaanza kina prosesi zake ambazo mtazifahamu. Alafu mkishafikia hatua mnaanza kubuni. Kwenye mazingira yako kuna nini ambacho unaweza ukakibuni kikasogeza maisha yako kutoka step uliyoko kwenda kwenye ubora zaidi. Kwenye upande wa kilimo, ufugaji na kadhalika. Sasa zile mkizifanya mtakuwa na kiongozi wenu atawaguide. Tunajuaje umesha kuwa committed kufanya kile kitu? Ndio zile zina kusababisha uwe kwenye support sasa ya ile capital nyingine tunasema. Si ndio? Kwa hiyo unakuwa una mtaji wa nguvu zako kama kijana, una mtaji wa akili yako, ile wazo utakaloliweka kwenye karatasi likipata sasa fursa linakuwa. Kwa hiyo nikimaliza kuongea pia zaidi ya changamoto tutadiscuss kwamba tukifikia step ya kusapotiana kwenye mtaji wa kipesa tutafanyaje. Si ndio? Nyie mnashauri kwamba ifanyike vipi? Tutashauriana. Wadau hapa, tuko na wadau wanafahamu, watawashauri na nyie mtatoa mawazo yenu. Mawazo yenu ndio priority ya hili wazo. Ndio. Kwa hiyo nikusomee malengo matatu tu ya hili wazo. Kwanza, dira yetu ni vijana kuwa na uwezo wa kujiajiri na kujitegemea. Yaani ni tamani letu kwamba ifikie wakati kijana yani useme wala sitaki unisaidie, acha nipambane. Yaani umeshafunguka kiuelewa. Si ndio? Na ukiangalia kwenye takwimu, asilimia kubwa sasa hivi vijana ni tegemezi kwa wazazi wao kuliko hata wazazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho vijana kwa kweli tujitahidi tutoke kwenye hiyo. Tunaita ni kashfa alafu pia ni kijana mwenye nguvu. Tuelimishane vitu vingi, hata kuishi kwa afya. Vijana wengi wanapoteza maisha kwa sababu ya lifestyle zinawaua. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Pia dhamira yetu ni kuwezesha vijana kupata ujuzi na stadi za maisha ili kuleta maendeleo endelevu ya kwao na ya jamii. Alafu madhumuni yanaweza kuwa mengi lakini nitakusomea tu matatu. Ni kuwawezesha vijana kutambua na kutumia fursa za kijamii na kiuchumi. Kuhamasisha na kuwawezesha vijana kutambua uwezo walionao, umuhimu wa kushiriki katika shughuli za maendeleo yao. Kwa mfano, kijana ambaye analewa pombe, si ndio? Ukijitambua thamani ulionayo, kuna vitu hautafanya. Kwanza utajipenda. Nyie si mnajua tofauti ya kijana mlevi na ambaye halewi, hata kiafya hata kimuonekano. Sasa hivi vitu viko, kuna ambavyo ni kitabia, vingine ni kimaadili tu, vingine ni kiroho, vingine ni kule tulikolelewa. Mara mwisho kuna kijana alisema, dada unaongea na sisi lakini tunaomba siku nyingine uje uongee na wazazi wetu. Kwa pia kuna malezi yametupelekea kwenye vitu ambavyo sivyo. Yaani tunajikuta hakuna ile encouragement. Lakini vijana pia ukisimama mwenyewe unaweza usiweze. Tukisimama pamoja kwa kauli moja, tunaweza tukasukumana vitu vingi sana. Na pia kwa mfano, dada tuseme kaka pale analima vitunguu. Dada aseme ngoja nikamuulize, labda anafanyaje, si ndio? Kama kaka sio mtu mzuri sana, anaweza asimsikilize, si ndio? Tena akaambia unanitakataka nini hapa? Lakini tukiwa na hili wazo ambalo tunakutana, badala ya kukaa kule tukasubaziba, tunaelimishana mambo marahisi tu.
tutapata huko fursa ya kuweza kushare vile vitu ambavyo tunafanya na maisha yetu yakabadilika. Wale walioanza makundi, kuna kundi moja liko pale Usariva, Kilala, vijana kujiwezesha na kuwezeshana. Wanasema tangu wameanza kukutana kila wiki, kuna vitu vingi unakuta unafunguka kiakili. Vitu vingi ni kisaikolojia tu. Na lengo lingine ni kukuza uelewa na kuimarisha uelewa wa jamii na vijana katika matumizi bora ya rasilimali. Kuhamasisha na kuwezesha vijana kushirikishana mambo mbalimbali ya kiuchumi katika swala la kuondokana na hali ngumu ya umaskini. Na pia sisi kama sasa tunajiita NGO, nimetoka tu kumaliza process jana hapo. Tunalenga kutafuta pia fursa na watu tofauti ambao wanaweza kusapoti kubuni miradi mbalimbali na ikafanyika kitaalamu. Kwa mfano nyie mkianza kufanya miradi, nafikiri wale ambao wameanza kundi tangu mwaka jana, nilikuwa napata taarifa mmeanza kudiscuss kuhusu ufugaji wa ng'ombe. Sijui kama kuna mwenye taarifa hiyo kati yenu. Ufugaji wa ng'ombe. Ndio, karibu. Kama mheshimiwa, hilo swala ni mmoja tu alipendekeza, lakini wengi wetu tulipendekeza kwamba ufugaji wa kuku au nguruwe ndio tungependelea kwa wengi kwa sababu ya namna na soko lake lilivyo. Sawa. Lakini ni mmoja tu kati ya hawa tuliokuwa hapa aliyependekeza hivyo. Sawa, nashukuru sana. Sasa kinachotokea ni kwamba kwa mfano kuna mmoja alilima matikiti. Alafu baadaye amemaliza kulima, akahangaika masoko, matikiti akamuuzea, akapata hasara. Alafu kuna mwingine mwaka jana nilipokuja alikuwa kiongozi wa hili kundi. Yeye anasema alifuga kuku. Sijui ugonjwa gani bwana, ule kuku anavimba huku machoni hivi makitu meupe. Wakafa wote. Kwa hiyo hakuthubutu tena kwa sababu na mtaji unaondokea hapo. Sasa mifano hii iko hai. Mifano iko hai, ndio maana mimi nikasemaje, wala tusiumize kichwa. Si ndio? Katika ile kukutana, tuanze, yani hata kama wewe unaelewa, kutana. Si ndio? Kutana ukawe unachangia wenzio sasa ile elimu. Si ndio? Mimi nakwambia ukiwa unaelewa kitu, ukikibana, ukifunga macho leo tukakuzika, it's gone. Lakini kama ukishirikishana na mwenzio, kinabaki na kitabadilisha maisha ya mtu. Kwa hiyo ni kama platform ya kubadilishana vile vitu tunavijua. Kwa hiyo hii mifano ikaniambia ndio maana ili wazo halitaanza moja kwa moja, fanya mradi hata kama unajisikia uko tayari. Si ndio? Kwa nini? Kwa sababu ninaamini kabisa kijana akijengewa uwezo na ufahamu wa kujitambua na kutengeneza uwezo wa kuwa mbunifu, itamsaidia zaidi kufanya kwa ufanisi kile ambacho yuko tayari kukifanya. Kwa hiyo tutapitia mchakato wa kujifunza kwa muda fulani. Yaani nyewe wenyewe mtaanza kusikia kwamba sasa niko tayari kubuni kitu ninachotaka kufanya. Ukifikia hatua hiyo sasa ni kwamba tunapojifunza, tuseme tunaweza kujifunza kama minimum masomo 10 ya kilimo. Ufahamu bamia inalimwaje. Ufahamu na hayo masomo sio mimi nakupangia. Ni yale nyie mtakayo. Kwa mfano hatua ya kwanza kwenye kundi, kwenye utaratibu wa hili wazo. Vijana wajadili nini anataka kujifunza. Pengine unatamani kufuga kuku. Hujui vizuri kuku wa kienyeji uwekewekeje. Kwa hiyo unatamani uelewe hicho kitu. Sasa hatutaki kwenda gharama zile za chuo, sijui mashule, sijui kufanyaje. Sisi wenyewe, kwa maana kwamba pale ambako hatuwezi, wazo litaleta expert watakao tupa elimu ile. Pale tulipo. Ndio support kubwa kwa hili wazo itakayotoa. Na sasa ukishaelewa, utasoma labda masomo 10 ya kilimo, masomo 10 ya ufugaji. Lazima kichwani kuna kitu utasema mimi nilikuwa sijui kilimo cha bamia. Katika hiyo, kwa sababu kabla ya kuwa na kundi lenu, si tulishakuwa na kundi.
la watu 50 wale watakao tusimamia sisi, si ndio? Sasa katika ile kujifunza nikagundua vitu vingi sana. Kumbe unaweza ukalima bamia, na bamia mnajua zinavyotafutwa. Alafu nisiwadanganye, sasa hivi watu wengi ni wagonjwa. Ni wagonjwa, magonjwa ambayo hayana majina. Immunity imbalance. Hali ya immunity kwa Kiswahili ni nini? Kinga ya mwili. Kwa sababu ya vyakula, kwa sababu ya tension. Kwa hiyo watu wengi wanarudi kwenye kula afya sasa hivi. Zamani parachichi mwanaume alikuwa anasema ni matunda ya wamama, ya watoto na wakina mama. Mimi mwanaume bwana nile parachichi, mimi nile mchicha. Lakini sasa hivi watu wameanza kufunguka. Dili ni kula, kutengeneza afya ya mwili. Sio kunywa soda, mapombe, sijui nini, si ndio? Sasa sisi sasa mimi na encourage wale vikundi tutakapoanza project za kilimo, ufugaji. Mimi naomba tuinvest zaidi hapa kwenye kujifunza, ambako ni kwa muda mfupi. Kama kijana akiwa na ile subira ya kukutana, kwanza ile hali ya kupenda kukutana na wenzie kila wiki mara moja, inaanza kumjengea hali ya kujishusha, hali ya kushirikiana. Sasa kijana akiweza hiyo, tukifikia saa ya project ni kilimo, ni ufugaji, tuko serious kazini, unakuwa umeshapata idea. Kwa hiyo utasoma vitu vyote vitakavyokuwa. Huyu atasema anataka kujifunza kilimo cha maharage, huyu atasema anataka kujifunza ufugaji wa nguruwe, yule atasema mimi kwa kweli ni kuku, napenda sana kuku, si ndio? Sasa vyote hivyo tutaunganisha, kwa sababu vimetoka kwenye kundi lenu, mtavijifunza vyote. Tutatafuta kitu cha kuongoza yale mafunzo na jinsi mtakavyoyafanya ili kuleta uelewa, si ndio? Sasa mkishaelewa, sio lazima kwamba ufanye kama haukitaki, lakini pata tu ile idea, ili katika utendaji mnavyofanya kazi pamoja kuna kitu utamsaidia mwingine hata kama ukifanyi, si ndio? Kwa hiyo tutasoma hivyo vile ambavyo nyinyi mtakuwa mnavihitaji kuvifanya, na kama tutakuwa tumeshapata vingi kuendana na makundi tofauti tofauti, tutaviwekea sasa. Hii ndio basic. Alafu tukishavisoma, mkishafikia sasa mko tayari kwenye kubuni vitu vya kufanya. Umeshasema mimi kwa kweli kumbe kilimo hiki kiko hivi. Kumbe kinalipa kumbe na hiki kina masoko. Kwa hiyo mkishaanza sasa kufanya, mnaandaa zile project mnazofanya. Kwenye kundi la uomboni mnaweza mkaalika uomboni yote, vijana wote, haijalishi. Inakuja kujalisha pale tunakuandikisha kundi kama vijana, ndio sheria inatulimiti umri. Lakini kabla ya hapo tusimtoe mtu yoyote, kwa sababu tunalenga maendeleo ya jamii yetu. Yamkini kuna baba wa miaka 50 lakini yuko hopeless. Aje tu ajumuike kwenye yale mawazo ya kujijenga, si ndio? Sasa tukishafikia hapo, mkajifunza, mkaanza kubuni ile miradi, ndio sasa nataka siku ya leo discuss kwamba mlivyo kwenye kikundi chenu, naomba mliopo hapa leo mtawasiliana zaidi na father ili awape status ya wale wengine wako kwenye kikundi, na nyinyi mkajiunge. Sasa ni kundi moja, si ndio? Kwa hiyo mkisha kuwa kwenye lile kundi mkaanza kubuni mradi, inawezekana kabisa kwamba kuna watu wawili kwenye hilo kundi wao wanapenda kuku, wajiunge wafanye mradi wa kuku. Wengine wanapenda nguruwe. Sidhani kama tunaweza tukasema watu wote tufanye mradi wa nguruwe, si haiwezekani. Kwa hiyo ni free, yani kile ambacho kinakusaidia. Hata kama unakibeba wewe mwenyewe, unasema mimi naanza mradi wangu wa kuku, wewe mwenyewe kwa mfano, na uko kwenye kikundi, ni sawa. Kwamba utakachofanya utafikia zile na ni ule utaratibu wa kufikia sasa support ya ili wazo. Kwamba uwe umedefine kile kitu unachokifanya, na commitment ya kwanza ni kwamba umeanza kukifanya kwa resource ulizonazo. Kwa mfano huku unaanza kujenga banda lako la kuku, ni effort. Unaandika karatasi lako kwamba nafanya mradi wa kuku, nataka nianze na kuku 10. Na kwa sasa hivi
nina labda nimeshajenga banda, nimeshafanya hivi, kwa hiyo kinachohitajika ni hiki. Huyo ndio anaonyesha commitment, si ndio? Kwa maana ukianza na nguvu ulionayo, basi hata mtu mwingine anaweza Kwa sasa kabla sijaondoka hapa tutadiscuss ikifikia hatua hiyo tunasapotiana vipi kwenye upande wa ule mtaji wa finance. Ila tutaanza kwanza na mtaji wa elimu. Alafu mtaji wa finance hilo sasa ndio nililenga sana kwa Uomboni kwa sababu haya mengine tulishakuwa tumeyazungumza mwanzo. Ndio. Sasa nililenga sana tukifikia upande wa kubuni miradi financial. Wazo hili AgriConnect Tanzania ndio jina wametupatia la hii NGO. Ikifikia kwamba NGO yetu ikusupport wewe kama kijana, inabidi sasa discuss hapo, nyie mnaelewa zaidi. Ndio. Sasa kwa kuanza, kabla sijaenda sana, mwanze kuniambia nilizisikia mwaka jana, lakini kwa sababu nyie ni wageni, nitaomba tu watu watatu wanipe changamoto ambazo kwa niaba ya vijana, ni changamoto gani mnafikiri vijana wanakutana nazo sana kiuchumi, kijamii, kimaadili na kadhalika, ambazo zikitatuliwa labda maisha ya kijana yatabadilika. Naomba msaidie. Naomba nianze na karibu Modesty. Karibu. Changamoto ya kwanza ndio inayotukumba sisi vijana kama vijana, kwanza ni ule utayari. Cha pili ni yale mawazo finyu mtu anaweza hadi kuangalia kitu fulani ambacho kinaweza kusaidia kufikia hatua ya mbele zaidi ya hapa tulipo. Mtu akana labda pengine ni utapeli au nini. Kingine mnaweza mkasema labda mwanzishe group, alafu katika ile group wakatokea tena watu wengine ambao wanakuwa kinyume na mawazo yenu labda katika kufikia ile safari ya mafanikio. Kwa hiyo wanakuwa nyinyi mnakuwa positive au wanakuwa negative. Umeelewa? Ndio changamoto hizo. Pia kuna ambao wako kati yetu wakipewa capital au wakiwezeshwa katika masuala ya elimu kama ulivyosema, wakapewa mtaji, wanaweza wakafanya kitu. Kwa sasa unakuta labda changamoto nyingine kwamba hiyo education, elimu ya kujua kwamba ni nini ufanye kwa wakati gani na kwa faida gani, ndio changamoto ya kwanza hiyo ambayo inatusumbua zaidi. Asante. Na katika hizo changamoto ile utakayopata jibu lake la haraka kwa upeo wako, unafikiri nini kifanyike changamoto isiwepo? Cha kwanza tupate elimu, kwa sababu mtu aise akakwambia anakupa pesa alafu hajakupa elimu ya kujua hiyo pesa utaifanyia nini na ikupatia advantage gani baada ya kupata hiyo pesa. Kwa sababu kuna mtu mwingine akipewa pesa akili anamtuma kwamba kanywe pombe au kacheze kamari au kafanyie starehe zingine ambazo si za kimaendeleo. Kwa hiyo kwanza ni elimu kwamba nina shilingi 1000 nitaitumiaje, labda nataka kwenda Marangu Mtoni au Himo, nipate hapo na yakula katika hii 1000 hii, nipate hapo na yakula. Ndio kitu kama hicho. Tusipe Kristo. Nashukuru sana. Sio? Yaani kwa mfano nikija hapa hivi mtu anatazama kwamba kesho ukinisikia labda miezi 6 imepita hamjanisikia, mnaona yule mtu kapotea. Mimi naomba uweke mimi nataka kabla hatujaenda changamoto ya pili. Mimi ni kijana kama wewe. Nimezaliwa kijijini Kiruavunju. Nimekaa kijijini mpaka la 7 mpaka form 4. Binti wa kijijini kule. Je, nafagia mbolea? Nani anajua kufagia mbolea kwa mikono? Kwa hiyo hatuna tofauti. Kwa mimi mpaka napata msukumo wa kuleta ili wazo kwa vijana. Kuna kitu kimenisukuma, nafahamu maisha ya kijijini. Nafahamu maisha ya kutegemea kilimo. Nimelima karanga nikaongezea ada tukasoma. Si ndio? Kwa nafahamu kilimo kinaweza kubadilisha maisha ya vijana. Lakini wanahitaji commitment na uelewa
kwa kile kitu wanafanya. Na pia kuna changamoto ya mambo kama masoko. Sasa kwa mfano wewe ukilima matikiti yako unaenda kuuza wapi wewe kama mtu mmoja? Lakini mkiwa kikundi ni kitu kingine. Yaani hata hizi sijui ni korosho wewe kama mtu mmoja hii Tanzania, mimi kama Agnes naweza kufanya nini kugusana na serikali au kupata fursa zilizoko huko? Sio kitu kirahisi. Lakini tukiwa kwenye kitu kinaeleweka, tuko kikundi na kinafanya kazi, ni kitu kinakuwa na urahisi fulani. Sio? Ulikuwa umemaliza, nimeona kama umenyosha. Kama ulikuwa hujamaliza umalizia, alafu niende mtu wa pili wa changamoto. Na nilikuwa nasema kwamba kama ulivyosema marketing. Pia marketing kweli inatuangusha. Hata mimi nishajaribu kufanya kilimo cha matikiti Bagamoyo. Wow. Na kabisa hicho kilimo ulifanya nini? Kikatokea nini? Ukafeli wapi? Mambo Mungu alisaidia kama mazuri, matunda yakawa vizuri, lakini soko sana sasa hivi kwamba kilifanyikaje. Wewe endelea tu kwenye ile point yako. Ya ndio nilikuwa nasema kwamba pia changamoto nyingine ambayo inaweza kumkabili mtu ndio hiyo marketing. Mtu anafanya kitu chake vizuri, labda amefuga nguruwe wake vizuri, amekuwa vizuri, chanzo zote kazingatia kwenye marketing za kwenye kufanya sales. Ndio unakuta inaleta shida. Kama wewe ulivyolima uliuza wapi matikiti? Niliuza sana sana soko la Buguruni. Ndio. Na ilikuwa bei nzuri tu. Yaani ilikuwa kwamba katika kwenye ile season ikawa kwamba matunda yalikuwa kama ilikuwa na population nyingi. So ikawa imeshuka. Unauza tu kwa sababu utapeleka wapi? Na yale unajua kikaya na zetu kuharibika. Kwa hiyo inabidi ndio kuletea shida. Sawa. Asante. Kaka, una changamoto ndio kutosha pia mwanzo. Asante. Kwa majina naitwa Vincent Mtui. Changamoto pia ninayoiona kwa vijana wengi, mazingira tunayoishi. Ni kwa nini nazungumzia mazingira? Kwa sababu unaweza ukakutana na kaka hapa analima matikiti maji, lakini mazingira ya hapa na udongo wa hapa hauruhusu hicho kilimo. Kwa hiyo lazima usonge sehemu moja kwenda nyingine. Kutafuta udongo ni udongo gani ambao unafaa. Pili, naweza nikazungumzia kitaalamu zaidi wanaita miundombinu. Miundombinu yetu hapa kwetu sio rafiki sana, labda kwa wakati huu ndio rafiki. Lakini changamoto asilimia kubwa sana ambayo tunayo kwa hapa kwetu kabisa, tukisema ni kwa swala la kilimo, ni ardhi kuwa ndogo. Tunayo ardhi ndogo. Hata kama kuna kilimo mfano tuseme cha njegere kinafaa sana kwa hapa kwetu na kinatoka kwa miezi michache, lakini ardhi nayo ni ndogo. Kwa mfano hata mimi kwa mwaka jana nililima njegere na niliziuza kwa bei nzuri tu na nikapata hapo kipato. Lakini kwa ufinyu wa ile ardhi nayo ilichangia mimi kutoka vizuri. Na kwa mwaka jana huo tulipata hiyo semina ya kuwezeshana. Vijana kuwezeshana. Tukajifunza hapo mambo kadhaa. Nikawa nimepata sawa uelewa, nikadhani labda tutaendelea. Baadaye hatukuweza kuendelea. Hiyo ikawa ni changamoto imetufifisha, hata wale tuliokuwa nao mwaka jana hawapo. Na ndio maana tukatafuta hata ile daftari, tukaambiwa kwamba mwalimu aliyekuwa anatuelimisha hayupo, alishaondoka. Naona kwa maana hiyo ni changamoto pia. Ni njia gani sasa tufanye tutakaochukua au mtakaochukua kama viongozi wetu au kama dada yetu mwezeshaji kuhakikisha hichi kitu kitakuwa endelevu? Swali la kwanza hilo. Swali la pili, kwa wale ambao ni tayari walishajifunza, mtakuwa tayari kutuelimisha tena kidogo na kutupa test ili tuweze tukawaelimisha na wenzetu, au tutaanza mwanzo na wenzetu? Nashukuru. Kabla sijajibu haya maswali mawili nimeyajibu. Lakini kwenye zile changamoto zako naomba unisaidie mawazo yako, na amini nini kinaweza kufanyika kutatua hizo changamoto. Nina mawazo yangu, lakini mawazo yenu ni ya muhimu sana. Nimefanya utafiti kwamba vitu vingi uelewa wa watu ni tofauti. Kwa hiyo kama changamoto ni ya kwako au ni ya kwetu sisi hapa Uomboni,
nikija na mawazo yangu yanaweza yasitatue. Kwa hiyo ukinieleza wewe inasaidia sana. Kaka, naomba unisaidie. Naam. Nini nafikiria kinaweza kutatua hasa changamoto ya ardhi ndogo na swala zima la mazingira? Umezungumzia kwa mfano udongo unaofaa sana sana kuhusu ardhi kuwa ndogo. Unadhani nini kinaweza kutatua hiyo changamoto? La kwanza kabisa kuhusu ardhi. Kwa mfano kama mmependa kuwezesha na tukawa tuna elimu tayari. Ndiyo. Na kabla hamjaamua kutuwezesha kuingia kwenye elimu kwa vitendo, kwa sababu hapa tuko darasani elimu kwa maneno, si ndio? Bado kwa vitendo. Cha kwanza kabisa uangalie, je, huyu kama mkulima wa njegere unampa testi, unamwambia hebu chukua mbegu, ingia shambani kwenye kile kieneo chako kidogo ulichonacho, lima njegere. Halafu kija kuziona uangalie sasa ni namna gani utakapoweza kumsaidia kumtafutia kaeneo kakubwa na lenye ambalo lina uwezo. Ndio. Unaona ardhi yake inafanana na hii ya kwetu yenye uwezo wa kutoa njegere kwa wingi. Hayo ni mawazo yangu. Kwanza tufanye hapa kwetu, hata kwenye hichi kieneo cha kwetu kidogo. Cha kwanza kabisa ni hapa kwetu eneo japo kwa ni dogo kwenye swala kilimo. Lakini miundombinu hatutaweza kulizungumzia hilo, ni changamoto hiyo ya kigovernment. Hilo ni la kiserikali. Samani kwa wale ambao wataalamu wa lugha kidogo, government ni serikali. Sasa ukizungumzia swala la miundombinu barabara yani haita sosi kabisa. Sawa. Ndio. Nashukuru sana sana. Naomba nielezee kuhusu njegere kidogo. Zao la njegere ni kweli huko linakubali. Ukanda huko kuna kipindi lishe kulimwa, lifanya vizuri. Kwa hiyo lima njegere ni kweli linakubali. Sema tu bado watu waendelea kwa wingi. Kwa hiyo kweli linakubali. Sawa, ambayo changamoto yake ni ardhi ndogo. Changamoto ni ardhi ndogo. Sasa tuseme kwa mfano wazo letu limekuwa, si ndio? Kuna sehemu zina ardhi mpaka serikali inatoa. Nasema labda inakodisha eka 30, eka 50. Kuna sehemu pia Chekereni huko, kuna mashamba mengi tu makubwa na wazo limekuwa. Je, vijana ni wa Uomboni ni watu wako flexible. Kwa mfano mnaweza mna mfuko wenu, mkapanga kwamba si tunaenda kukodisha mashamba yetu pale Chekereni, tunaweka kambi Chekereni. Mnapeana mazamu. Si ndio? Mnapeana mazamu, labda wiki hii wakafanye labda watu hawa 10 mnafanya kitu cha pamoja. Yaani upamoja, yaani hakuna kitu kinashindikana watu wakishirikiana. Sikudanganye mtu. Ukifanya vitu mwenyewe, kwanza unaamka asubuhi unakuta kuku wako amevimba macho huko. Umuulize nani? Utaenda kubisha hodi kwa mtu. Lakini unapiga simu faster. Unaona? Unapiga simu kwa mwenzio ajui. Nipigie hata mimi. Kutakuwa na balozi wenu ule, niulize kuna kitu hiki, kwa sababu wazo hili litaeka expertise ambao wakuku kwa mfano mpaka sasa hivi tuna wakuku, tuna wasamaki. Kwa na maswali yako sasa hivi samaki ni dili. Ni biashara kubwa. Kambale hawa na production yake sio ngumu. Ni kupata tu uelewa kidogo na kijana kujituma. Na vijana wana nguvu. Yaani tukijizatiti tukafunguka tukasimama, kuna mambo mengi sana sisi tutakuwa matajiri. Alafu pia tukaelimishana lifestyle ambayo ni afya zaidi. Yaani unajua kuna vijana wako na addiction za vitu tofauti. Siku hizi kuna mambo ya homosexuality, kuna mambo ya drugs, kuna mambo ya pombe. Lakini wale watu wameanguka kwenye hivyo vitu. Kuna watu kabisa sio kwamba wamependa. Yaani ameamka asubuhi amejikuta alivyofunguka macho, akajikuta yuko kwenye mazingira yanayoprovide kile kitu. Sasa tutengeneze mazingira ambayo yanatupa vile vya kuwajibika. Unaona, ndio tunajaribu kufanya hicho. Na ukisha simama wewe, usikubali mwingine kubaki nyuma.
Alafu sijui nijibu maswali au tumalize changamoto. Naomba tumalize changamoto. Yale maswali nitayajibu. Hata ukiona kama nasahau nikumbushe kabisa, nina hamu sana ya kukujibu haya maswali. Naomba mwenye changamoto, ili tuondokane na kipengele cha changamoto, iseme ile unayoifesi wewe kama kijana, lakini kwa niaba pia vijana. Kwa nini vijana wanaanguka kwenye ulevi? Kwa nini vijana hawaoni njia? Kwa nini hawaoni fursa? Kama kuna aliyebaki na dukuduku la changamoto, ni nafasi yako. Karibu kakangu. Kwa sasa hivi kama vijana wanavyojua katika uzalishaji wote, kitu cha kwanza ni lile wazo la mtu kwamba anataka kuzalisha nini. Na cha pili basi ni mtaji. Na mtaji ambao tunaita capital kwenye aina mbili. Hizi movable items, capitals kama hela, na immovable capital kama vile ardhi, nyumba labda, na kitu chochote kile ambacho ni kama asset ya mtu kuzalishia. Ndio. Sasa changamoto kubwa vijana kwa sasa hivi ilikuwa ni hilo tatizo la mtaji sasa. Vijana wamekosa mtaji, ndio maana unakuta wengi wameanguka kwenye pombe, kwenye nini, kwa sababu hawana kile kitu cha kuanzia. Hata kama tunasema tuna ardhi huko kwetu, lakini ardhi kiangalia matumizi yake, kwanza ardhi ya sasa hivi, ardhi ya kwetu huko kama imechakaa. Kijana kuzalisha kule afikirie kwamba nitaanza wazo la uzalishaji katika ardhi inakuwa ni vigumu. Akisema ni kwamba nitaacha ardhi hii nikazalishe kwingine, hana mtaji ambapo ni capital in terms of movable items ambao ni hela. Hana hela ya kwenda kuchukua, ya kwenda kununua, ya kuhamisha ile ardhi hapo, labda akanunue ardhi sehemu nyingine ili aweze kuzalisha. Kwa hivyo vijana wengi wanaishia labda kwenye ulevi, wanaishia kwenye nini, kwa sababu wana wazo ndio, lakini hawana ile hela ya kwenda kununua kitu fulani, ya kuanzisha mradi fulani, ya kupanda kitu fulani. Hicho hapo ndio ilikuwa ni tatizo kwa vijana wengi hapa hivi. Kwa maana unakuta kuna tatizo yote hapa. Lakini kijana kama angekuwa na mtaji, na vijana ndio katika kuwa na mtaji wameweza kuanzisha vitu vidogo vidogo, wanaweza kaa na kaduka, anaweza kawa na mradi wa nguruwe, anaweza kaa na mradi wa nini. Lakini basi wengi wamekosa kipato ambacho ni mtaji cha kuweza kuanzisha uzalishaji. Sawa. Kwa hiyo ni sahihi kwamba tukiwa equip vijana kiuelewa, alafu wakapata mtaji kwa utaratibu ambao tutauweka, ni kitu sahihi. Kwa sababu pia mtaji ukitangulia huo wa pesa, na hiyo kijana anaweza akafa. Yaani ndo anasema acha nikale kuku kwa mrija siku hizi 2. Huo mtaji uliompa, na hapo anapata na ugonjwa hapo. Yaani unakuwa umemtafutia kaburi. Kwa hiyo tunajaribu kuona, najaribu kuamini sana kwenye tupeane uelewa. Yaani hata tukija kumpa mtaji, au kuna ambaye akipata mtaji anaweza ukamsaidia, lakini kuna yule ambaye alishaukosa akaanguka kwenye hizo ulevi. Sasa ukimpa mtaji leo ndani ya ule ulevi, umemuongezea hela kwenda kulewa zaidi. Kwa hiyo tunajaribu kumtoa kwanza kwenye ile. Ndio. Sasa na ili aweze kutoka, ni lazima kijana aamue. Niliwauliza vijana mara ya mwisho, nikawauliza kwa mfano, mmesema baada ya wazo hili lilikuja, alafu baadaye kuna watu wameondoka, si ndio? Wameona kama tulidanganywa au hamna kitu kinaendelea, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu kama nilivyokuja hivi, kuna wenzetu wengine labda watawaza basi kesho kunaanza kuwa na mitaji, kunaanza kuwa hiki, si ndio? Kila kitu kinafuataga process, si ndio? Kwa mfano nilivyokuja, huwezi kujua, mimi ni kijana mwenzako. Sisi vijana tuna wazazi wetu, baba na mama. Tuna shehe wetu, tuna mpadri wetu, tuna mchungaji wetu, tuna serikali, tuna rais wetu, tuna mjomba, rafiki, jirani, si ndio? Ni nani kati ya hawa alikuletea bahasha ya pesa akakwambia chukua? Sasa kwa nini mimi nifanye hivyo? Mimi ni kijana mwenzio, si ndio? Kwa hiyo mimi hata kwa mfano ili wazo lisipokujia, si bado utaendelea na maisha. Lakini linapokujia kuna kitu kinaongezeka cha uelewa, na nikwambia kabisa hii dunia wala mwenye nguvu sio mwenye pesa. Mwenye nguvu ni mwenye uelewa, kwa sababu ukiwa na uelewa, upanuzi wa mawazo, unaweza ukatatua matatizo unayokutana nayo kila siku. Na matatizo hayataka yakaisha.
Hata ukianza mradi wako sasa hivi ukapewa mtaji wote, usifikiri ndio basi unaweka miguu juu. Hamna, maisha yako hivyo. Kwa hiyo pata uelewa, utakusaidia kuenda na maisha mpaka kwenye hatima. Kwa hiyo mimi naomba vijana tutumie nafasi ile ya kupata uelewa. Tutakachofanya mkisha connect na padi na ile group, wale wengine wapatikane, wale wengine. Sisi kama sisi tuko serious na hili wazo, na sio wazo tumeliokota kwa sababu wale wanafanya, hapana. Na linachukua muda kidogo kufikia utendaji, kwa sababu tunatafuta kwa nini kuna sekta nyingi zinazosaidia, zinazoomba pesa kwa ajili ya kusaidia vijana, kina mama, watoto yatima, lakini bado umaskini uko pale pale. Ule bado shida iko pale pale. Wimbi la vijana liko pale pale, si ndio? Kwa hiyo sisi tunajaribu kutafuta nini kinakosekana. Haiwezi kuchukua siku moja. Kwa hata nikiondoka hapa leo nikakaa labda ni miezi mingapi hujanisikia, usianze kuwaza kwamba haipo. Wazo lipo. Wazo lipo, na kitu chochote kinachotarajiwa kudumu hakiwezi kuwa kwa haraka, yani usiku asubuhi kesho mafanikio. Haipo hivyo. Kwa sababu pia na mimi naandaa, si ndio? Sio kwamba mimi ni kwamba sasa viko hapa mezani kwamba sasa nije nimewaletea vijana wazo, kwa hiyo sasa kila kitu si ndio? Tuende kwamba wewe unacha kunichangia mimi, tuchangiane, si ndio? Si ndio? Tukubaliane katika kipengele hicho. Usije alafu katika ili wazo naomba trust. Si ndio? Tuamini, kwa sababu kuna hiyo labda ni kama wale pia ameongea kaka pale. Ni kama wale labda tumedanganywa tu, si ndio? Amna. Hivi ukiniangalia machoni unaona kama kuna udanganyifu hapo? Niambie tu kama unahisi kuna ubabaishi, uniambie kabisa. Sijulikani kama ni mbabaishaji au mtu ambaye anakubabaisha hawezi kukuuliza ili swali nimekuuliza. Wewe elewa hivyo, si ndio? Ni wazo liko serious, na mpaka kufikia hata vibali kupatikana limepigiwa kazi sana. Mimi jana nilikuwa Mwanza kwa masaa mangapi hapo kwa ajili ya hivi vitu. Nimeenda asubuhi, nimerudi jioni. Nimeenda Dar, nimekuja Dar asubuhi, ndio niko hapa mchana huu. Nisingefanya hivyo kama tuko serious na hili wazo. Kwa hiyo hata ukiona pamekuwa na kimya, wewe jua kuna msingi wa wazo unatengenezwa mahali. Wewe simama, fanya kwa sehemu yako kile utakachokuwa umepata maelekezo, si ndio? Yani alafu pia msiache kuwashirikisha vijana wengine kwenye ule upamoja wa kukutana. Nini unafanya, nini uliwahi kufanya, nini unatarajia kufanya. Na ile manyo itatengenezwa, mtakuwa nayo. Itawaongoza kujifunza. Ni kitu kinachukua labda miezi 3 ni mingi. Unaanza kuwa creative, si ndio? Unaanza kujisikia wewe, yani utajisikia tu. Yani ukijifunza masomo 10 ya kilimo, masomo 10 ya ufugaji na masomo mengine ya general, kwa mfano masoko au uhifadhi wa kile unachokilima. Yani uelewa ule ukiingia kwenye mawazo yako. Alafu huku mnapiga story kila wiki mnakutana. Sikudanganyi, baada ya miezi 2 mtakuja kuniambia. Utasikia tofauti kwenye uelewa wako. Utaacha mizaha. Yani utajikuta tu unasema kumbe nachelewa, kuna mambo mengi sana yanawezekana kufanya. Yani ndio hicho tunataka tujenge kwa vijana. Alafu kikisha jengeka hicho, tuingie sasa kazini. Si ndio? Kama hao wote waliokuzunguka hamna aliyekuletea fungu la pesa. Sasa kwa nini anayekuletea wazo la kujifunza ufikiri kwamba akuletea fungu la pesa? Na cha pili, ikishafikia ule wakati wa ubunifu, sasa tumaini lililopo ni kwamba kuna hiyo sasa tutakubaliana. Financially tutasapotiana kwa njia ipi? Kuna wataalamu hapa watashauri njia sahihi na zitafanyika hivyo. Kwa hiyo upambane ufikie kile ambacho kinakupa kile unacholilia. Si ndio? Ukikipata kwa urahisi hautakithamini. Wanasema rahisi ni ghali. Si ndio?
Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nifunge mjadala wa changamoto, nitachanganya na zile zilizopita, nitakuwa nimeelewa zaidi. Kwa hiyo sasa nikaribishe wadau tuliokuja wote. Aha. Kama ipo naomba. Kwa jina naitwa Arbogast Morewa. Changamoto iliyopo kubwa kwa vijana sambamba na hiyo kukosa elimu, ila changamoto kubwa ni hiyo ya mtaji. Alafu ipo changamoto ya kukosa support labda ya serikali au ya vitu vingine, hata kukosa sifa kukopesheka. Kama taasisi zote labda zinazokopesha au zinazotoa pesa kwa ajili ya kufanyia kazi na kurudisha, zinahitaji watu wenye sifa nyingi, kwamba ana mali labda hazihamishiki, anayo labda mtaji mkubwa, ambapo huyo mwenye hivyo vitu vyote hivyo sana sana pia anakuwa hahitaji tena mkopo. Sasa wewe kama NGO, ikiwa serikali imeshindwa, wewe umesema ni NGO, sijajua umejipanga ni wewe kama wewe, au labda wewe unao mpango gani ambao utaweza kuwafikia watu moja kwa moja, sababu wapo watu wenye mawazo mengi tu hapa. Mimi nafikiri hapa hata bila kuongea, karibu kila mtu anaweza akaa nalo wazo au anacho kitu labda ameshataka kukifanya au anakifanya lakini kimeshindwa kufikia mbali. Wewe kama wewe utafanyaje sasa? Ni wewe utaweza kufanyaje? Yani kwa sababu sisi tunaweza tukapeana mawazo hapa, swala likabaki pale pale. Karibu kila kitu utakachofanya pamoja na kuwa umeshakuwa na uelewa kinahitaji pesa. Wewe utafanyaje? Yani utapataje pesa labda, yani za kuweza kukopesha labda au kutoa labda kwa watu moja kwa moja labda zirudishwe baada ya muda, wewe utafanyaje? Asante sana kwa hilo swali. Na ni kweli kabisa kaka, una upeo, ndio maana umeuliza hilo swali. Kaka, niongee na mtazamo. Hiyo nguo yako nyekundu iliyojifunika inanificha nisimuone. Sasa na niseme tu kwamba nimekuja na hili wazo. Kabla ya kulileta hata kwako, nilijaribu kufanya utafiti kwa watu ambao, je, ni wazo linawezekanaje? Na pale mwanzo nilimention mimi kama mimi pale ninakosafiri, yani nyie ndo mtanipa sababu ya nini nikasema. Nikiulizwa wewe unafanyaga nini, niseme nafanya kazi na vijana. Ili yani unanielewa? Kwa hiyo kuna watu huku duniani, kuna mataifa huku duniani. Mungu pia anawatumia kusapoti watu, lakini hawajui wamsapoti nani, wapi, saa ngapi. Kwa hiyo hata huu mchakato wa kukutana na kujifunza ni mchakato wa kujua nani asapotiwe. Si ndio? Kwa sababu yule anahitaji kujifunza na akaanza kitu kwa nguvu yake, hakika huyo anastahili kusapotiwa kama mtu anapesa mahali. Si ndio? Kuna kitu anaita donors. Mimi na target source ya pesa. Mimi kwanza niwatambulishe, mimi ni mwimbaji wa injili, nyimbo za injili. Na ni kitu Mungu amekiongeza baada ya hili wazo. Kwa hiyo nataka kukiimarisha nikifanye kama sehemu ya funds za hii project. Na nitawezaje? Kama ulivyouliza, serikali labda haijaweza. Nitaweza kwa jinsi hii. Kuweza kuboresha maisha ni mtu binafsi. Na ndio maana mimi nitakusaidia wewe utambue uboresheje maisha yako kwa uelewa, kwa kushare kile ambacho nimepata kukielewa, ambacho hakigharimu kitu chochote. Kwa mfano nimekuja hapa ni nauli tu nimelipa kutoka nilikotoka nikaja hapa. Si ndio? Hizo gharama hizo kwa mwanadamu yeyote ambaye ana nia na hicho kitu anaweza akazifanya. Si ndio? Sasa na wewe ufanye kwa sehemu yako, kwamba ili maisha yako yaboreke ni wewe usimame kwenye nafasi yako, kwamba maelekezo yale yatakavyotokea ukaambiwa labda jifunze hiki, wewe jifunze. Utii umeriwadi watu wengi sana. Sasa utakapofikia step by step, ukicreate kitu chako ukakiandikia, mimi kitu ninacholenga, nitashauri vijana sana wajiajiri katika mazingira yanayowazunguka, na waanze na miradi midogo midogo. Mradi usiozidi labda, ukizidi sana ni 2,000,000, lakini hata 100,000. Kuna kitu kijana hapa Marangu anaweza kufanya kwa kwanza na 100,000. Ambacho hata chini ya 100,000.
na maisha yake yakabadilika na kakua hapo. Kwa hiyo mimi kitu ambacho ninaamini kwamba kitatuwezesha, sio kitaniwezesha mimi, kitatuwezesha ni ile tutakavyojenga umoja. Alafu tutakavyoshirikiana. Alafu tutakavyokuwa sisi hatutataka mambo makubwa. Tutaanza tu mdogo mdogo. Unajua wengi wanafeli kwa sababu wanaanzia juu. Kwa mfano wewe ukianza hujawahi kufuga kuku, unaanza kufuga kuku 1000. Wakikukamata kiderisi wanakufa wote. Hivi utarudi kweli kwa mtaji wa kuku 1000? Hauwezi. Lakini nikieleweshwa ni hekima ya kuanza na kuku 10. Wale 10 hata wakifa sina hasara ya nitajifunza afu nitaanza na nitafuata 20. Sio? Alafu wakati nafuga wale 10, wakati wanakuwa sinawaona. Nawaona wanavyokuwa wameendaje, nimewauza wapi, nimepata kiasi gani. Kwa hiyo unajenga uelewa mkubwa zaidi wa kufanya kikubwa zaidi. Kwa hiyo mimi wala sina wasiwasi. Kwa sababu naamini kama vijana watanielewa au watatuelewa na tukafanya katika bila kustress, yani usistress kabisa. Hata mkikutana mnavokuja kudiscuss, fanya kama yani sijui mfanyeje, yani kama adventure fulani, lakini unajifunza kitu cha kukujenga. Sio ile serious mwalimu na kiboko darasani ni lecture. Unajua no. Yaani mna relax, mnakutana, jamani habari, weekend imeendaje, mnapiga story 2-3, mnacheka, mnaingia kwenye somo lenu. Wewe ulifanya. Yaani hivyo, yaani kwa jinsi hiyo mtashangaa sana vitu vitaingia huko. Alafu zile behavioral na zile psychological tatizo ambazo zinaturudisha nyuma zitaondoka. Alafu tutajenga kitu cha kupendana. Tazama inavyopendeza wakikaa pamoja kwa umoja. Popote mnakoweka umoja, mkono wa Mungu upo. Na ili wazo sio kwamba nimelala asubuhi nikaamka nikawa nalo. Nitatoa hapo ujasiri wa kufanya hivyo. Tunamtumikia Mungu pia aliye hai, analeta mawazo kama haya. Kwa hiyo mkijenga upendo, kushirikiana, utii, mkapendana, mkakubali kusaidiana, hivi kuna kitakachoshindikana? Siamini. Na kwa sababu hiyo mimi naimba, nitapata fans kutokana na hilo. Mtaona huko. Fuatilieni ili wazo, tutapata YouTube yetu. Nyie ndio mtakao support hizo. Sababu tutaweka hizi documentary, tutahamasisha kwa watu wote, tutaongea na donors, wataona kazi zetu. Kuna watu watajitolea sana kusupport vijana. Na unaweza ukabuni mradi ukapata hata sehemu ya nje ya hapa au ndani ya hapa tukaconnect ile exchange ya kujifunza. Unaweza enda mafunzo kwa. Yaani kuna vitu vingi, lakini utayari wa vijana. Si ndio? Msiende makubwa, twende mdogo mdogo. Mdogo mdogo tu mtaona. Yaani usiwaze maendeleo ya usiku mmoja. Ni process, tuende na mchakato, tutafika. Lakini kijana pia ana wajibu mkubwa sana wa kuwezesha yeye kama yeye. Kwa hiyo hapo nimekujibu kwamba nimejipangaje. Si ndio? Sawa. Alafu kuhusu kukopesha sasa ndio hiyo. Kwa mfano nikiwa na mfuko, nikiimba watu waka donate pesa, alafu nikaomba na wale watu kule na nyie mkasupport, tukaongea na watu wakatoa hela zikawa kwenye akaunti. Sasa ikija kukopeshana, ile hela sasa itawezesha mfuko wenu nyie, ambao sasa mtajenga namna yenu mtakavyofanya. Hiyo sasa mtahitaji kuelimishwa. Si ndio? Tuko na kaka hapa ataongea kidogo kuhusu area hiyo baadaye. Nadhani kwa hapo takuwa nirudi kwa maswali mawili yale ya mwanzo mpaka wa kule nyuma kwa faida ya wengine pia. Tunahakikishaje wazo litakuwa endelevu? Si ndio? Kwanza kabisa maandalizi yake. Nimelifanyia utafiti ili wazo tangu mwaka jana mwezi wa 9. Nimekuja kulitafutia kibali mwaka huu. Sawa? Maandalizi tu ya kitu yanaweza yakasaidia kuonyesha kwamba limeandaliwa kuwa endelevu. Ndio? Na wakulifanya liwe endelevu ni vijana. Mtakavyoendelea kuweka mshikamano. Sasa hivi Tanzania kuna kitu wanaita community based organization.
Kwa mfano nyewe mnaweza mkaamua mkawa na youth community based organization yenu hapa Uomboni. Wazo likawasaidia kuiregister, mkasimamiwa na NGO ambayo inawasapoti katika upande wa finance, katika upande wa training, katika upande wa kujibu zile changamoto mambo mnakutana nayo katika ile progress. Si ndio? Ni hivyo. Hayo yote ni ya kuleta uendelevu, lakini kitu chochote kili kiwe endelevu, walengwa wakisimama. Nyie mko tayari kusimama? Basi nyie mkisimama ile litaendelea. Kaka, nimekujibu? Naam. Amina. Na utayari wa kuelimisha, yani hapo ndio lengo hasa. Yani hapa hata nikiwa nimepata mfuko mkubwa wa pesa, hata kusafiri kwa ajili ya seminar, vijana wale watakao kuwa committed. Kwa mfano tukisha identify hawa wanafanya pottery, hawa ni kilimo. Kuna seminar nyingi hapa nchini. Kuna wataalamu wengi wanaweza wakaja pale mlipo kwa ajili ya mafunzo yale. Mimi naamini sana kwenye uelewa. Mtu mwenye nguvu duniani ni mtu mwenye uelewa, sio mtu mwenye pesa. Na mtu ana pesa sana lakini hawezi kunywa maziwa glasi moja akameza, mwili hautaki, anaumwa. Lakini ana pesa. Sasa ana nguvu gani? Hana nguvu. Yani mwenye nguvu ni mwenye uelewa, ambaye ukienda kwake akizungumza na wewe unapata anakupa hekima ya kutatua shida zako. Huyo ndio mtu mwenye nguvu. Sasa tuko tayari kuwa wenye nguvu? Vijana tuna nguvu kwa ajili ya umri mdogo, kweli uongo? Vijana tuna nguvu katika maono, hata Biblia imeandika wataona maono. Lakini tuwe pia na nguvu katika uelewa. Nani anakubali vijana wengi uelewa ni mdogo? Hata waliomaliza vyuo vikuu, ukimleta kwenye uelewa wa maisha ya hapa kila siku, ni mdogo sana. Kwa hiyo tunahitaji, sijaongelea mambo ya elimu kwa maana ya vyeti na vyuo vikuu, hapana. Siko huko. Mimi niko uelewa wa maisha. Yale mazingira ya kujiajiri pale ulipo, kutawala mazingira ulioko bila kulalamika, bila kulia shida, bila kuwa tegemezi. Na ukafanya kazi kwa bidii, kwa ufanisi, kwa kidogo, ukatumia nguvu kidogo kwa afya na ukazalisha kikubwa. Ndio? Naamini kwa swala la kuelimisha nitoe tu kwa ujumla kwamba tuko tayari sana na ndio focus yangu iko hapo. Na manyu itapatikana, ni subira yenu tu. Usitake vitu kwamba uipate sasa kesho. Inaandaliwa pia. Ukitaka vitu cream, usiviharakisha haraka haraka. Ndio? Tuinvesti kwenye kuelewa. Saa ya utendaji tutatenda kwa muda mfupi kwa matunda makubwa. Lakini kwenye kuelewa, usione kama unajishusha, unapoteza muda kukutana na wenzio kila wiki. Kwa hiyo sijajua hapa ndiye atatuambia nani kiongozi ameongea naye ambaye atasimamia Uomboni, kumbe yule kiongozi hayupo. Ndio maana pia nilikuwa sina mtu wa kuconnect naye. Kwa kawaida naongea na kiongozi huyu mara 2 kwa wiki kwa WhatsApp. Kwa hiyo nadhani tutampata mpaka kuondoka hapa, si ndio? Tuconnect, niwe updated kilichoendelea, na mimi mnipe muda kidogo nikatulie. Wamenipa vibali, sasa nikatulie nikujie rasmi kwamba nini ufanye, saa ngapi tuanze kuact nini na kadhalika na kadhalika. Ukifanya na mimi usiseme nataka mabadiliko sasa hiyo, hapana. Mimi pia sijawahi kutaka maendeleo ya siku moja. Lazima upitie mchakato, ujiandae vizuri ili saa ya matokeo iwe rahisi, muda mfupi na bila jasho kubwa la damu. Ndio? Sawa. Basi ninaomba nikaribisha wadau. Mtasalimia vijana, mtawaambia maneno 2 matatu kwa yale mlioyasikia, alafu tutarudi kwa kaka hapa, tutaenda kipengele kile cha kuhusu finance. Tukifikia hatua hiyo nataka mawazo mengi sana. Ndio. Tuanze na wewe. Wasalimie tu wapigie kidogo dakika 3. Asante. Habarini za jioni. Mungu ni mwema. Nimefurahi kuwaona, lakini kikubwa mlichoongelea ni mtaji. Mnajua mtaji mnao tayari? Hapa mlipo mnajua mtaji tayari mmeshaupata?
Mlishawahi kukaa kama hivi mkajadili haya? Unataka mtaji gani tena? Mawazo na mtaji na elimu, yani elimu, mawazo yenu ndio mtaji tosha. Kwa hiyo tukikaa hapa tukishirikishana, mtu ukitoka hapa huendi kukosa cha kufanya. Hata kama una ardhi, hata kama una pesa, lakini cha kufanya lazima kimepatikana. Kama hakijapatikana, basi hapo umekuja kucheza dansi tu wakati hamna muziki. Uongo kweli? Kabisa. Mimi nimepata vingi sana. Mmeongea mambo mengi mazuri, tufanyeje, maswali mengi, na mimi nimeongeza nini? Idea. Niwaambie kitu kimoja. Ni mfano tu, lakini ni mfano hai. Kuna familia moja, ile familia ni maskini sana. Ile familia karibia wote waliozaliwa ni viwete, vilema, lakini akatokea mmoja ambaye kidogo akili yake iliona mwanga kidogo, kwa maana pia hawakuzaliwa vizuri kiakili kwenye ile familia. Labda sijui nilishe, sijui nini, sielewe. Akapata ufadhili wa kwenda kusoma yule dada. Akasoma. Yule dada asikiagi. Kama asikii maana yake pia haongei. Akaenda kusomea cherehani. Ni fundi mzuri tu, lakini baada ya kumaliza masomo yake, mfadhili wake akaishia pale pale. Hamna cherehani. Lakini elimu ya cherehani anayo. Yule dada alizunguka sana sehemu nyingi. Nakumbuka, nafikiri kwa pale Imo mnamfahamu Father Nderemaki. Father Nderemaki alikuwa amemwaahidi anampa nini? Cherehani. Wakati mchakato wa cherehani unafanyika, yule baba akafariki. Kwa hiyo cherehani ikaishia pale pale. Yule dada alikuja shambani kwetu. Ndio aliona sehemu ya kuweza kupatia labda msaada kirahisi. Tukamwambia sisi uwezo wa kukupa cherehani hatuna. Ila chuma hizo mboga hapo, kuna nyanya hapo. Yaani mtaji aliopata ufikii 25,000. Sio pesa. Yaani achukue mboga sasa aanze kuzungusha akauze. Nyanya auze. Sasa hivi ana cherehani. Kwa kuzungusha mboga ambazo mtaji wake hauna 25,000. Mboga za 5,000 mama si anabeba kapu moja kubwa sana. Sasa mtu alikuja akapewa huo mtaji siku moja. Yaani akapewa lile kapu siku moja lenye vitu vingi vidogo. Lina nyanya kidogo, lina mchicha kidogo, lina sukuma wiki kidogo. Kuna hii mboga inapendwa sana siku hizi, ni leshu. Ina leshu kidogo, akatoka nayo. Lakini mwaka hujaisha na hajapata ufadhili wowote, lakini ana cherehani. Cherehani si chini ya 1,200,000. Hiyo mnaita butterflies naitwa zile. Na si ile cherehani mashine pamoja na stendi yake. Kanunua kwa kutembeza nini? Mboga. Huyo ni kiziwi na bubu. Je, sisi wenye akili? Kwa hiyo mtaji tuliopewa hapa, mtaji wa mwanzo kabisa huu, tuutumie. Nafikiri mwezeshaji wetu akija kesho au kesho kutwa, nitamuomba kabisa aulize ule mtaji mlioupata siku ile mmeufanyia nini. Kwamba wewe umfahamu huyu dada, si ndio? Lakini umeshaunganishwa naye. Dada ajui wewe unafanya nini, wewe hujui wewe huyu dada anafanya nini, lakini mkishare idea sasa. Unajua kumbe na kitu fulani, maisha yanafanya nini? Mimi nimalizie, nilikuwa na kakaangu alikuwa anaenda form 1, mimi niko darasa la 5. Aliniachia kuku watatu pale kijijini. Si ndio? Ndani ya mwaka mmoja nilikuwa na kuku 40 kupitia wale kuku watatu. Si ndio? Lakini sasa ule haukuwa mtaji mkubwa kama huu tulionao hapa, kwa sababu niliachiwa, sikuwa na elimu yoyote. Niliachiwa kuku akaondoka, si ndio? Lakini huu mtaji tuliopewa hapa ni mtaji mmoja mkubwa sana. Naomba tufanyie kazi. Mwezeshaji wetu, naomba siku ukija uwaulize tu ule mtaji wetu umekuwa kiasi gani. Na kama utakuwa umekuwa kwa kiasi fulani, basi
nafikiri mambo yatakuwa mazuri na tutakuwa tumepiga hatua mbele zaidi. Nashukuru sana. Asante. Okay. Should I try Kiswahili? Yes, will be better. It will be better. Yeah. Okay. Thank you. Habari za mchana. Nafurahi kuwaona. Ninaitwa Dorothea, natoka Ujerumani. Mimi ni missionary huko Shinyanga. Na mazingira ya Shinyanga ni ngumu kuliko hapa. Kweli kabisa. Unajua, na ninafundisha wakulima huko. Na sijui kwa nini, lakini wakulima kwenye mradi kuna ni wazee. Ni wazee, ni changamoto kubadilisha. Sasa hivi tulimaliza kufundisha kutumia vitu unaponavyo. Unaziangalia au unaangalia nini? Mimi ni maskini, siwezi, sina, ni ngumu. Lakini unaangalia nini? Unaangalia opportunity, resources, vitu vingi unayo. Labda ni kidogo, lakini Mungu tunapoenda wapi? Tunapokufa tunaenda milele. Mungu hatuuliza una hela ngapi, una vitu ngapi. Anauliza unatumia unavyo. Ni kweli? Umeitumia au ulisema hamna shida, ni kidogo, ninaendelea kama hivi? Hapana. Unapoweka takataka, chupa, njiani, mazingira, changamoto inaongeza. Au unafanya kazi na bidii. Unaanza kusema takataka sio hapa, labda tunaweza kupanda miti. Tunaanza kupanda miti kwenye chupa ya takataka kwenye mazingira. Tunabadilisha mazingira. Unaweza, una nguvu. Ninawaomba kuwa na amani, tumaini. Mungu anawasaidia. Sawa? All right. On how they become self-entrepreneurs to themselves independent and themselves. I can do that. Okay. So, hello, habari. My name is Peter. I'm from Germany. And I'm father of 5 children also. Will irgendjemand übersetzen? Oder verstehen die Englisch? Okay. Jina langu ni Peter, natokea Ujerumani, ni baba wa watoto 5. So I care very much how young people develop and what they do in their life to accomplish what they want, what they like to do. Najali sana kile kitu ambacho vijana wanafanya katika maisha yao katika kujiendeleza. First of all, I like and I love your country. I think you live in a wonderful environment, in a peaceful environment, and you are wonderful people. Kwanza kabisa napenda sana nchi yenu, ni nchi nzuri na watu wake ni wazuri. So I do see a lot of opportunities. Naona fursa nyingi sana. But having said this, I see also some differences from what I know from Germany and what I see here in Tanzania. Lakini pamoja na kuona hizo fursa nyingi, naona pia utofauti kwa kile ninachokiona kule nchini kwangu Ujerumani na hata nchini Tanzania. We have a lot of schools, we have universities, the government is helping, and Germany is well developed. Tuna mashule na nchi ile imeendelea. And it seems
those Germans, they are living in a paradise, and we in Tanzania, we are having a long way in front of us. Na inaonekana kama kule wanaishi maisha ambayo wameendelea zaidi, na huku tuna kama safari ndefu bado. But I find in Germany or in our country, it has been people that with a vision, people that want to accomplish something, people that have an aim where to go, that makes a difference. Lakini pia amejifunza watu ambao wana malengo na kutafuta njia ya kwenda, inaweka utofauti mkubwa na leta maana zaidi. And I know there's also a lot of people here that have visions and have ideas, but don't know maybe how to put them to work. Anaamini pia kabisa hata katikati yetu kuna watu ambao wana malengo na matamanio fulani, lakini hawajajua namna ya kuyaweka ili yaweze kufanywa kazi na kuleta matunda yake. So when Agnes approached us, when she came to us and said, well, we're having a project, we want to do something for the young people, we got excited. We think this is the right way to go. Kwa hiyo alipokuja ni sasa kwamba nikawaeleza kule kwamba kuna project wazo nataka kufanya, waliona ni kitu kizuri cha kufanya. So right now we are also getting an NGO in Germany like Agnes is doing here to link those two organizations together with the aim to help you people. If somebody of you has a good idea and has a vision what to do, that we can provide you some resources that we can help you maybe to accomplish what you want to do. Kutokana na hilo kule pia wanaanzisha NGO ambayo itakuwa ni msaada kwa hii ambayo tunaanzisha hapa katika kusaidiana na kusupport wewe pale ambako umesimama kwenye nafasi yako ukatimiza yale ya kupasayo. But the first step has to come from you guys. You have to set a certain goal that you want to accomplish, and we will see and will visit maybe next time we come who is doing what they are promised to do, what they are thinking they will do, and then when we see there's the potential, there's the initiative, then there's the will to get things changed, then we step in and help you to increase the speed of your development. Na cha kwanza kabisa ni wewe kusimama kwenye nafasi yako, kuwa na malengo, kufanya kile kinachokupasa, alafu wao sasa hapo baadaye step by step wakiona kuna mwelekeo, kuna mahali tumefika, ndio wanaingia sasa hapo. And so we know, even in the Bible it says, and that's why I like this is a Christian surrounding. This is a strong, it seems, a Christian foundation here. The Bible tells us a lot about people that have a vision, that want to make changes in their life. And we know there's a saying, if you can think it, you can do it. So we encourage you to start thinking what you want to do, and there's no limit. The only limit there is in your own mind. So don't set yourself any limits. Think what you want to accomplish. Be it really great ideas, and they come true once you step following them. Kuna msemo mmoja unasema kitu ambacho unaweza ukakifikiria basi unaweza kukifanya. Kwa hiyo anawatia moyo na wengine wote kwamba kile unachokifikiria kiko kwenye ndoto zako. Anza kufikiri, usikae tu, fikiri kitu cha kufanya. Na ukiona umeweza kukifikiri, basi ujue kabisa una uwezo wa kukifanya kama ukianza kukifanya. So I see a lot of you people following, very interesting what Agnes said, what Dorothea also said. So I'm looking forward to see that you put these things to action, to put them things to work, what you think, and we want to help you and to support you in this way. Ameona wakati wengine wanaongea kama pia mko na seriousness ya kusikiliza. Ile umakini wa kusikiliza na kufuatilia. Kwa hiyo anaamini kabisa kwamba kuna vitendo vitafanyika na yeye kama yeye au na wengine ambao yuko nao watakuwa tayari kusapoti hapa na pale ambako kutakuwa na mwanya. So I wish you the best with that. Asante sana. Jamani, habarini za saizi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Hilary Terry. Ninafanya kazi za jamii kwenye chuo kikuu cha Sumco Kiko Machame.
lakini pia ni mkulima, ninalima. Lakini kabla sija sema jambo lolote nisisahau, kuna ndugu pale aliongelea changamoto ya masoko. Nimejaribu kidogo kwenye masoko, na kitu alichosumbuka nacho Bagamoyo, bahati nzuri mimi nilishafanya. Kwa hiyo tutasaidiana pia kwenye masoko. Kwa pale Buguruni, kwa Dar es Salaam, kwa wapi kidogo tunalo hilo pia la masoko. Nilishafanya hiyo kabla ya kuanza kuingia kabisa kwenye kilimo chenyewe. Nilishakuwa nanunua mimi. Nilikuwa nafuata tikiti Dodoma, naenda kuziuza Dar es Salaam. Na kwa siku nilikuwa nauza tikiti 2000. Tikiti 2000 kubwa kuliko kichwa. Haleluya. Kwa hiyo habari ya masoko pia tutasaidiana. Kwa hiyo hilo naomba pia tuondoe hofu. Watu wanahitaji vitu sana, ni kwamba tu hawana link na connection inayotakiwa. Lakini la mwisho kabisa, wala tumepewa tu dakika chache, ni watie moyo. Wapendwa, kilimo kwetu katika bara letu la Afrika ni platform ya kutokea. Ndio sehemu pekee Afrika imebaki yenye ardhi kubwa ambayo haifanyiwi kazi. Lakini nikwambie kitu kimoja, hapa sio wote wanaopenda kilimo. Nimesema kilimo kiwe platform ya wewe kutokea, kwa sababu kila mmoja hapa ana ndoto yake. Zile ndoto zisife. Mimi ni mtafiti. Nimefanya tafiti. Hivi vitu ambavyo dada Agnes ameleta kwenu ni kitu cha ajabu, kwa sababu kuna watu wanamaliza chuo hawana elimu hii. Ninaamini kuna wengine hapa watahitaji kwenda chuo. Kuna wengine wana ndoto za kuwa madaktari. Kuna wengine wana ndoto za kuwa wanamuziki. Kuna wengine wana ndoto za kuwa wanasheria. Platform ya wewe kufikia kule bila kuwa na mtaji huwezi. Kwanza utategemea hela ya serikali, utaishia kugoma wasipokupa. Lakini kama una kitu chako, una kilimo, una nyuma yako, una kitu unafanya, unafuga, utatumia ile platform kukuendeleza katika ile ndoto yako. Kibaya zaidi ni ndoto zetu kufa. Mimi ninawaambia ukweli, hakuna kitu kibaya kama ndoto yako kufa. Kwa sababu leo hiki kitu ninachoshika, sijui anachukua kamera, kuna watu walikaa wakatumia muda wao mwingi kuhakikisha kwamba kuna vitu vinatokea. Leo hii kuna matoleo mengi tu ya simu. Kuna watu wamekaa, wamehakikisha zile ndoto zao. Kuna watu ni mafundi hapa. Naturally tu, kuna kitu ambacho wewe ulikuwa unakipenda kukifanya tangu zamani. Kile kitu ni ndoto yako ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Lakini katika nchi zetu za Afrika, kutokana na jinsi tunavyokuwa, lazima ujue platform ya wewe kutokea ni ardhi uliopewa na Mungu. Wapendwa, ardhi haikuzuii wewe, yani haikuzuii wewe yani ukilima au ukifuga hakukuzuii wewe kuje kuua ile ndoto. Ila kuna wengine ni wana kilimo kabisa, yani wanaipenda kutoka moyoni. Wapo kabisa, yani kutoka moyo wake kabisa anapenda. Lakini kuna watu hapa wataichukua hii kama platform ya kutokea. Wangapi tunamfahamu Masanja Mkandamizaji? Mnafahamu yule ni mchekeshaji kabisa, lakini mnafahamu kitu kinachomtoa nyuma yake ni kilimo. Kilimo ndio maana nawaambia ni platform ya wewe kutokea. Kwa sababu mimi nimefanya utafiti katika vyuo. Labda ni share history. Nimekutana na mwanafunzi mmoja anayesomea chuo cha Mweka, mnakifahamu, cha ualimu.
Yule mwanafunzi yuko mwaka wa kwanza, akasema aliapply KSMC udaktari, lakini hajapata udaktari kwa sababu wanalazimishwa waende kwenye ualimu, ndipo serikali inapotoa mikopo na yeye hana hela ya kujisomesha. Ndoto yake anaona inakaribia kufa, anaupenda udaktari kutoka moyoni, anaendaje? Hana kitu cha backup cha kumsaidia, ameangukia kwenye ualimu. Lakini alinifurahisha sana, ni mtu ambaye alikuwa ha give up mapema, akasema ana apply na mwakani, yani yuko tayari kurudia na mwaka. Kwa hiyo umeona jinsi ambavyo si vyema, kwa sababu hatuwezi kujua, labda yeye ndo daktari atayekuja kugundua dawa ya kansa. Zile ndoto ambazo mnazo ndizo zitakazokusukuma wewe ulime. Ndoto ambayo unayo ndio itayokusukuma wewe ufuge. Lakini kama una ndoto unaishi tu, itakuletea shida. Lakini hakikisha kuna kitu nyuma yako. Kuna watu hapa wana vitu vikubwa wanawaza. Vipo, kila mmoja anacho chake. Lakini kile ndoto kitachokusaidia. Mimi naomba niishie hapo. Asante sana. Sasa tunaingia ule utajitambulisha wakati tunaingia kwenye hiyo idea. Kuna ile idea nimekuambia, na ndio ilikuwa inanileta kwenu, kwa sababu nilijua nakutana na wale wengine wote, na wale wanaojua tulioyaongea mwaka jana. Sasa kwa sababu tumekuwa wageni, ndio maana tumeagusa kwa kifupi sana. Sikuingia ndani, sijakwambia hata mbiu yetu, tupendane, tushikamane, tufanye kazi kwa bidii. Lakini sasa kilichokuwa kinanileta pia, nataka kupata mawazo yenu. Tukifikia step ambayo tumeshajenga uwezo wa ubunifu, tukaweza kuweka ule mtaji wetu wa wazo kwenye karatasi ukaeleweka, si ndio? Na pengine kwenye mikono yetu tukaanza kufanyia kazi. Naanza kukata miti ile ya mierezi kule, unajenga banda lako la kuku. Ndio juhudi za kijana hizo, si ndio? Sasa tukishafikia hapo na tukafikia sehemu ambayo tunaanza kupeana mikopo. Kuna kijana amezungumza akasema kuna changamoto ya mikopo. Mikopo iliyopo wakati mwingine ina masharti mengi, magumu, na pia riba yake ni kubwa. Sasa kwa vijana nafikiri, kwa sababu tunajengeana uwezo wa kujitegemea, kijana asiwe tegemezi. Ni vizuri pia tukasapotiana. Ikija kwenye mtaji wa pesa, tusapotiane kwa njia ya mkopo. Ni mawazo yangu, ila mtanipa mawazo yenu ili tumjengee pia kijana. Lakini hasa support inakuwa kwamba haitakuwa na kwa sababu ni wazo linalenga kutusapoti, ni haitakuwa na riba ile unayoipata kule. Alafu cha pili, ile pesa unayokopeshwa wewe ukishairejesha, si imekujengea wewe platform ya ile project unayofanya, inarudi kwenye ule mfuko wenu, iendelee kusaidia kijana mwingine. Ndivyo tutakavovutana na kushikana mkono. Na tukishakuwa tumesimama, ukishaona umeboreka, usione mwingine, usikubali mwingine abaki nyuma. Usiogope kumfuata kijana. Vipi, mbona imeshapitwa na wakati? Ishu ya ulevi huku mtaani tukana bwana. Mbona tushapitwa na wakati? Si tuko huku siku hizi. Unaona, tuvutane kwa jinsi hiyo. Nafikiri Mungu atatubariki na tutafanikiwa. Hasa kwa kupata mawazo ya hilo eneo, naomba na wewe uzungumze kidogo. Usiende kwanza kwenye hilo wazo la mambo ya pesa. Wewe ongea na vijana dakika zako 2, alafu vijana mtanipa mawazo yenu, alafu mwisho utashauri sasa kwa kile unachokifahamu. Haya, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Habari ya saizi. Kwanza niwapongeze sana, na pia niwashukuru kwa kuitikia kuja sehemu kama hii kwa kushauriana. Unajua, kwanza kuwa kwenye kikundi ni sehemu mojawapo ya kuondoa stress. Kwanza vijana tuna stress nyingi, tuna mawazo mengi,
huko labda umekosa kazi au umesoma hadi chuo lakini hujui ufanye nini. Maisha yamekuwa tofauti kabisa. Lakini ile tu kuamua kuja kukaa hapa na kuongea, maana yake umefunguka akili. Unajua kwamba nikifanya kitu fulani mimi kama kijana naweza nikafanyaje? Nikafanikiwa kimaisha. Mfano kama kaka amesema alianza kufuga kuku na kuku sijui 3 wamefika hadi 40. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata wewe unaweza. Mimi kuna sehemu nilipita nikaona mtu anafanya mradi wa kuku. Kuku akishataga akalalia mayai akatotoa, wale vifaranga anahifadhi wanakuwa. Wakishakuwa kama wiki 2 hadi mwezi anawauza. Maana yake kwamba nini? Anafanya anakuwa anapata mtaji. Huo mtaji anafanyia vitu vingine. Kwa hiyo mimi niwashauri sana ile tukuja hapa kama tufanye vile vitu ambavyo kweli tunavipenda. Mfano kama katika maeneo yetu, tumesema maeneo yetu ni madogo. Na mfano jamii kubwa basi wanalima kilimo cha ndizi. Lakini kile kilimo cha ndizi unatakiwa kama kijana ukifanya kiwe tofauti. Wazee wetu wamezoea sasa hivi wanalima kimazoea. Hawaweki mbolea, hawachimbi mashimo makubwa kama ya zamani ili mgomba unapotoa ndizi iwe kubwa. Kwa ni vitu vidogo vidogo ambao sisi kama vijana tunatakiwa tuanze kujirekebisha mapema. Kile kilimo cha mazoea au ule ufugaji wa kimazoea ambao watu wamezoea, sisi tuepuke huko. Tuje kilimo biashara. Kwa hiyo nawashauri sana tusione kwamba tumepoteza muda wetu kuja hapa. Ni sehemu nzuri sana, tumebadilishana mawazo na pia tunavyokaa hapa. Yaani hata kama tukiletewa kitu lakini pia hata sisi lazima tuonyeshe bidii zetu. Tuonyeshe kwamba nafanya kitu fulani. Mimi kama kijana nataka nianze kitu fulani kwa mara moja. Kwa hiyo tukitoka hapa tujitahidi tubuni vitu ambavyo vitatuongezea kipato. Kwa hiyo nawashauri sana tufanye hivyo. Asante sana. Shukuru sana. Yaani hata wakati tutakaokuwa tunajikutana tunajifunza. Yaani wewe endelea kulenga nini unachobuni. Anza kuangalia pale nyumbani kwako. Anza kubuni kitu. Kile ndio tutakitengenezea, tutakuwa na kamiti yetu ya kupitisha vitu vya namna hiyo, tutakuja kukagua, utashauriwa uanzeje. Si ndio? Tutafuatilia, tutawagaidi. Yaani ni nyie tu mjiachie kwa kweli. Na kwa sasa hivi tuna vibali ni kwamba tutafuatilia. Ni nyie tu. Si ndio? Sasa nina karibu. Msifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Dativa Mrema. Mimi kuna jambo dada ameongea hapa. Akasema kwamba kama una plani kitu fulani kama kule nyumbani kwako kama nini. Mimi nikawaza kwamba nikasema kwa mazingira ya hapa Uomboni maeneo ni madogo sana. Kwa mfano nataka kufuga kuku, alafu eneo lililoko pale nyumbani kidogo. Nitafanyaje ili niweze kupata sehemu ya kutengeneza angalau hata kabanda hata mfano kuku 10 au 5? Sawa. Sasa hilo nafikiri jamani tukubali kwamba kuna mambo yako ndani ya uwezo wetu na kuna mambo hayako ndani ya uwezo wetu. Waga nasema na mtakapokuwa mnakutana, naomba kila kijana anunue counter book lake. Una uwezo wa kununua counter book na kalamu yako. Usidharau kitu. Unaweza mkajifunza ufugaji wa kuku. Mtu akasema mwaka jana nimefuga kuku, nimewapa dawa hii wakapona. Iandike. Ili sasa ukija kama utakuja kuangukia kufuga kuku, unakumbuka ile dawa. Si ndio? Kwa hiyo naomba muwe na daftari kabisa na kalamu, usidharau. Hata wale wanaitwa maprofeti. Kama unataka Mungu aongee na wewe, sio lazima uitwe senior prophet. Wewe ingia chumbani kwako omba. Chukua notebook yako na kalamu. Mungu anataka aongee na kila mtu. Lakini haongei na wewe kwa sababu Mungu hafanyi kitu cha hasara. Atakuongea na wewe utasahau. Lakini kama una daftari na kalamu ataongea na wewe kwa sababu anajua unaandika. Na ukifanya siku ya kwanza ataendelea kusema na wewe. Tunajua Mungu habagui. Afu angalii sura, afu angalii mwenye pesa, angalii mweupe mweusi, si ndio? Ni Mungu wetu. Sasa kwa ili swali lako ni kwamba niseme tu kwamba kuna vitu viko ndani ya uwezo wa vijana wenyewe. Na kwa swala la hivyo nataka tufikie wakati ambao kwanza mpange kwa mfano kile unachotamani. Usikiandike kwamba mbona ni kikubwa sana nitakiweza. Hapana, kiweke kwenye mpango. Ili katika hicho utashauriwa.
si ndio? Wazo litakuguide, litakushauri. Kuna wakati itafikia kwamba kama sasa hivi nimekuwa naangalia resources, na resource kubwa ni mashamba. Kuna sehemu zina mashamba, lakini pia kuna kitu vijana watakaonufaika na hili wazo ni vijana ambao pia wana flexibility kwenye akili zao, kwenye maisha yao. Kwa mfano, kuna mtu anakuambia mimi sipendi kuishi Dar es Salaam. Kwa hiyo hata akipata kazi pale haendi, yuko tayari akaya pale Ndizi tu pale kwa mama, kwa sababu hapendi kukaa Dar es Salaam. Sasa hiyo ifikie wakati kwamba tufanye ili wazo liwe kubwa, vijana watengeneze miradi, mashamba ni madogo. Uamue uchukue heka 10 sehemu. Ukienda Manyara kuna mashamba. Ukienda Bagamoyo kuna sehemu ina mashamba. Kuna sehemu nyingine, yani sasa hiyo ile plani mlionayo na ule uhitaji ndio utaonyesha kuna nini hakuna nini.